jambo hili kama ni moja ya malalamiko ya Watanzania hawa vijana, tunadhani ni jambo gani katika katiba leza likajireflect kwa hoja hiyo? Kwamba je, kwa mfano wakati ule Libya, kijana ambaye hana ajira anasubiri ajira mpaka atakapoajiriwa, ilikuwa inasemekana kwamba watu wanalipwa, vijana wanalipwa labda ka $200 au $300 na serikali yake. Mfano, sina uhakika sana, lakini nilikuwa nasikia hivyo, sijafanya uperuzi wa kutosha. Je, Tanzania tunadhani katiba mpya tutakayotarajia kuiunda iseme nini sasa kuhusu? Kwa hiyo hoja kubwa, katiba mpya ya mwaka huu, ukiniuliza mimi, inaweza kuwa tofauti na katiba iliyopendekezwa ya wakati ule wa kina Mzee Warioba. Kwa nini? Kwa sababu katiba tunayoitaka sasa iseveza vi maridhiano. Sasa kama ni veza vi maridhiano, mwaka ule wakati wa katiba ile pendekezwa kina Mzee Warioba hakukuwa na kitu kinaitwa maridhiano. So if today tunaingia kwenye hayo maridhiano, basi hayo maridhiano yanayotamkwa yawe pia ndio msingi wa kuweza kuiunda hiyo katiba mpya. In connection na hili, ndugu yangu, dada yangu Saumu, kwa hiyo nakiri kwamba serikali haijibizani hata kidogo. Waliotoa hii mielekeo ni teki. Niliona wale Waislamu, kama mliona yule shehe alisema tutachinjana vichwa, na mimi kama mkuu mkoa nikaonya, nikasema hapana, tusiende mwelekeo huo. Kama kuna hoja tujibizane kwa hoja. Lakini zaidi pia nimeona kuna jumuiya maridhiano ya ndugu yangu Sheikh Musa, wameeleza pale hoja nzuri kabisa ya kuweza pia kuichukua kama mfano pia wa kuweza. Kwa hiyo vyombo vya dini, mwelekeo wa Mheshimiwa Rais ni kwamba viendelee kutumika kama nyenzo nzuri ya kuweza pia kuunganisha wanajamii na serikali yao, na kama kuna jambo tunadhani linatakiwa kuwasilishwa katika njia ya aina yoyote ile, basi malengo yake yawe ni yale yale ya kwamba hatumegi taifa bali tunaliunganisha taifa letu. Na Mheshimiwa Rais kurejelea waraka wa teki, kwanza ni kuona kwamba ameusoma. Lakini mbili, katika kusoma huku kuna jambo hapa la tatu liliulizwa na ndugu yangu, au kabla sijaenda huko ndugu yangu Saumu vile vile alizungumzia kwamba je, tunatamani nani Dr. Kitime apelekwe mahakamani. Unajua iko hivi, mimi leo nikija kuambiwa kwamba nimeiba mali ya umma, mimi leo kama Chalamila nikiambiwa nimeiba mali ya umma, na kuna mtu ambaye ananiambia kabisa mimi nimeiba mali ya umma, ninao wajibu wote wa kumshtaki ili aweze kuprove beyond reasonable doubt kuhusu wizi wangu. That's my right. Shirika linalotamkwa ni shirika la Tanzania na ni shirika la serikali, wala sio private sector entity. Ni shirika la serikali, kwamba lilizima umeme ili muuaji au aliyekusudia kudhuru, maana tujui kama alikuwa na dhuru ili auwe au alikuwa na dhuru. Hayo ni mambo mengine sasa kwenye mambo ya kisheria. Huyu aliyedhuru alikuwa kwenye conspiracy, wali conspire na TANESCO. Sasa hii ni allegation. Hili ni jambo ambalo lazima pia liweze kushughulikiwa katika mustakabali huo wa kisheria, kwa maana kwamba tumepata wazo, tumepata idea sisi kama viongozi wa serikali kwamba kumbe kulikuwa kuna vijana wetu ndani ya TANESCO wamezima umeme bila kutuambia, kumbe walikuwa na wanashirikiana mhalifu. Hiyo ni jambo la kwanza. Lakini jambo la pili, nitakapomuuliza mtendaji wa TANESCO akisema hapana, sisi hatujawahi kufanya jambo hilo, maana yake ni kwamba jambo hili haliwezi kuisha kienyeji. Lazima pia tutoke kwa umma tuweze pia kuzungumza kwa Kiswahili kingine kuhusiana na mambo haya. Kuhusiana na kuvamiwa, mimi sipingi wala hata kidogo. Mtu huyu kavamiwa. Jeshi la polisi linaendelea na masuala hayo ambalo wao walizungumza. Lakini ukimsikiza pia Father Kitime naye na mawazo yake, ana opinion zake kama pia mtu katika taifa letu. Kwa hiyo nachoweza kuhitimisha hapa ni kwamba kama jambo lote huna uhakika nalo katika kulizungumza, basi usilizungumze, kwa kuwa katika kulizungumza linaweza likaibua jambo jingine ambalo likatuumiza zaidi kuliko kutuunganisha. Amezungumza pia ndugu yangu Saumu kuhusiana na masuala ya mtandao, kwamba TikTok hazipatikani na mambo ya VPN. Anyway, mimi sio mtaalamu sana huko. Tunaweza tukatafuta pia platform ya kukaa labda na mkurugenzi nyinyi kama wahariri, halafu sasa tukaenda in detail. Tumezungumza mambo ya VPN. VPN unajua ni Visual Private Network. VPN. Na VPN unapoingia kule lazima uwe na IP, lazima uwe na ID yako inayokutambulisha huko.
na yenyewe pia ina hatari zake pia, kwa sababu ni mfumo wa nje huo, sio mfumo wetu sisi. Sasa TikTok na vitu vingine mimi kwanza hata TikTok sijai hata kutumia mara nyingi sana. Sasa wataalamu watatuongoza kwamba na mambo mengine, kwa hata TikTok kuwa down au kuwa vinginevyo pengine ni jambo ambalo pia linaweza likashughulikiwa. Na nimeambiwa kwamba TikTok ni miongoni mwa kitu pia ambacho kinatumika pia wenzetu kutangazia biashara, si kufanya nini. Lakini vile like ikawa sio biashara tu, ni miongoni pia mwa mtandao pia uliotumika kuhamasisha haya. Kwa hiyo ina effects zote. Ipo huku mambo ya kiuchumi, tupo tena kwenye mambo mengineyo huku tena yapo. Kwa hiyo hayo nafikiri naweza nikawaahidi kwamba nitakapokaa na mkurugenzi mtendaji wa TCRA kwa ridhaa yake anaweza pia kuturuhusu kutupa knowledge hii ya mambo ya TikTok vis-a-vis mitandao, VPN na mambo mengine ya namna hiyo. Lakini vile vile ndugu yangu Regina, umezungumzia masuala ya vijana, hasa tunajua wanataka nini. Kwenye mtazamo ukiniuliza mimi naweza nikasema ni kama vile najua wanataka nini. Lakini ukija kwenye swali la ndugu yangu amesema kwamba tusipuuze. Jambo la kwanza lazima ujue hivi unayekaa naye ndio huyo kijana ambaye, kwa jambo la kwanza ni lazima ufahamu, ubainishe kama ni kweli ni kijana huyo unayekaa naye ndio huyo mwenye madai hayo. Jambo la kwanza. Lakini jambo la pili lazima ufahamu hiki ambacho kijana tunasema anakidai ndicho hicho anadai kijana, ndicho anachokidai. Alafu jambo la tatu tuegemeze hoja yetu katika nini. If we call it back kwenye tarehe 29 ndio tuje tuseme kwa hiyo haya ndio sasa kwamba yalipelekea kule, kwa sababu lazima sote sasa twende kwa pamoja. Kwa mfano nasema kijana anasema ajira, nasema tu kwa mfano anasema ajira, let's say Lake Oil ana vituo vya mafuta 150, nachukulia tu mfano, na kila kituo kimoja kina watu 10, nachukulia mfano. Watu 10 hawa ni miongoni mwa vijana ambao walikuwa wanadai ajira, na kwa bahati nzuri kwa private sector ya Lake Oil wakaajiriwa. Sasa hawa vijana wanaotaka ajira na mfumo wa ajira ndio waliokwenda kuchoma kituo cha mafuta chenye vijana wenzetu walioajiriwa. Mnyororo wa ajira wale vijana wetu 10 katika kila kituo mara 150, huo ni mfano tu. Kuna vijana tayari wako frustrated katika mfumo huo wa employment not less than even 300 au 500 au 1000. Je, kwa concept hiyo vijana gani wanaodai hicho kinachoitwa ajira in connection na hawa waliochoma kituo cha mafuta kinacholeta ajira? Thinking yake hapo lazima iwe broad, lazima iende mbali. Na ndio maana ya tume sasa inakuja kwamba sisi tunadhani wanataka ajira, sisi tunadhani wanasema wanachukia jambo hili, hebu to prove beyond reasonable doubt ni kweli haya ndio ambayo bado wanayo au ni tofauti. Halafu pili tuje tuseme, unaweza tukamsimamisha kijana hapa akasema jamani mimi ni kweli ni kijana ambaye nataka hayo, ila kiukweli kusema la moyoni sio mimi niliyefanya yale ya wizi wa mali na kuchoma vitu. Tayari akapelekea kukaa kuna shift ya paradigm hiyo, kwa maana kwa kuna muhamo wa ruwaza wa huo ukweli tuliokuwa nao awali. Kwa cha kwanza tukishabainisha exactly, kwa sababu wataalamu wanasema a problem that is well stated it is almost half solved. Tatizo lote lile ukilipata vizuri, ukaristate vizuri, automatically it is almost halfway umekusha resolve. Ukipotea njia ya kutokulijua tatizo, you will never reach kwenye destination ambayo ni sahihi. Kwa hiyo kwa kuwa ninyi wahariri pia mko hapa na huu ushauri ambao ameutoa ndugu yangu hapa, jana tulikuwa kwenye moja ya vyuo vikuu, tumekwenda pale kuzungumza na vyuo vikuu, lakini modality yetu ilianza na sisi kuzungumza, alafu awamu ya pili inayofuata wao watazungumza. Ni kundi la vijana, lakini hatusemi ndio waliofanya mambo hayo, yapo wanaoyalalamikia wao. Na serikali nayo kwa mfano kama hapa kusema tunatenga bilioni 200 kwanza kufanya hivi, ni mtazamo wa awali wa kwanza kutibu ile kiu ya demands ya kundi la vijana. Kwa hiyo ndio ambayo tunaiangalia. Lakini jambo la pili kwamba ni huwa kuna zile pranko, ni zile sasa kama narusha juu, ni kama risasa kuna fanya vitu gani. Lakini jeshi la polisi na vyombo vingine vya dola vina vitu vingi sana katika kulinda taifa letu.
Yaani tuseme tuanze kudemonstrate, itakuwa sio ulinzi tena, bali itakuwa ni kama uoneshaji sasa wa vitu ambavyo tunategemea katika ulinzi wa taifa letu, adui asivijue. Wanawaambia vijana wanakujaga kuomba mambo ya bastola ya ofisini, tunawapitishia. Lakini unakuta anakunywa pombe mahali ameweka kabisa kakiuno hivi ili ile silaha iwe inaonekana. Yeye kwake anafikiri ni sifa, watamuogopa. Ile silaha aliyonayo katika masuala ya kiusalama inaweza kutumika ile ile kumjeruhi yeye. Ile ile kumjeruhi yeye. Na kwa mantiki hiyo, kwenye yale makundi kama ambayo tulikuwa tunazungumza, sisi tukiwa ndani au tukiwa tunajiandaa kwenda ndani, jeshi la polisi halikuwa hamrisha watu kusalenda bunduki zao za mifukoni dhidi ya jambo hili. Unajua, kwa mfano sisi tunapokwenda Ikulu au akija bosi wetu kama rais, waziri mkuu, nani, cha kwanza tunachokifanya, kama una silaha unasalenda, cha kwanza, ili kwamba kama kuna jambo la aina yoyote, basi mpiganaji namba moja atakuwa ni wao wenyewe. Lakini kwenye mambo haya jeshi la polisi wala alikuwa shurutisha watu kusalenda silaha zao. Swali, zilitumika ama hazikutumika? Tume hii inaweza kwenda mbali zaidi, ikashauri mambo mengi zaidi, alafu tukapata majawabu ya namna kuboresha. Kwa hiyo hata tume tu yenyewe nayo ni healing process ya kuweza kupata exactly hivi tunajua vijana wanataka nini, na hao vijana wanaotaka nini ni wepi hasa. Kwa sababu ndani ya vijana hao unaweza kukuta wanagawika, ni wepi hasa wanaotaka nini, hao ni wepi. Na je, ni vijana kweli? Yani ni definition ya kwa mtu yoyote ambazo kwa hiyo kwa kusamare tu tunafahamu wanachotaka vijana. Mimi ukiniuliza nasema kwa kweli mpaka sasa nafahamu wanachokitaka vijana, lakini tunafahamu tunafahamu vijana wanachokitaka katika hali ya amani. Lakini pakichafuka very likely kukaa tena kuna mahitaji mengine ya ziada. Sasa ndio maana Mheshimiwa Rais ameanza hapa, anasema hebu tuanze na hatua ya ajira, tuanze na hatua ya fedha katika mfuko maalum, lakini tuunde wizara ya vijana. Sasa ndugu yangu Nanauka, waziri wangu wa vijana, wana wajibu sasa wa kukaa na kusuka mipango yote na kuitengeneza wizara ili sasa watuongoze ni vijana tunakwenda nao namna gani katika kupata opinioni zao. Kwa hiyo wizara ile ina jukumu kubwa sana sasa la kujibu zaidi. Tunamfahamu kijana huyo ni waziri wa vijana. Je, ndugu yangu waziri, unamjua kijana huyo unayekwenda kumuongoza ni yupi? Mwenye hisia gani, ideolojia gani, kila kitu. Then after we hit on the ground running. Tukishafanya namna hiyo. Na jambo jingine la ndugu yangu tumeshajibu, jambo la David, vijana wa mtaani wako wapi na wanatumikaje? Hii unao ni ushauri mzuri. Umeuliza swala lakini pia bado ni ushauri mzuri. Unajua serikali kwa mfano hapa kwetu Dar es Salaam tuna kile kituo kule unavyoelekea kule airport kule wapi kule. Nafikiri kile kituo kiko kwa Mpogoro nadhani. Kile kituo cha wale vijana wa mtaani wale. Kile kituo kimejengwa na serikali. Huwa wanakusanywa, wanapelekwa, wanakusanywa, wanapelekwa. Lakini ndugu zangu, ni huu mji huu ni kitendawili wakati fulani cha ajabu sana. Mtaa uzai. Yule ni mtoto wa mtu. Lakini mtu ambaye hajatimiza. Yule ni mtoto wa mtu. Lakini mtu ambaye hajatimiza wajibu wake. Tumekwenda pale Temeke jana, hospitali Amana. Ni Ilala ile Amana. Tumekakuta katoto fulani kana mwezi kama mmoja. Bahati mbaya kamezaliwa kana ulemavu. Nilikuwa na waandishi wa habari. Kwenye wodi ambayo ni tunaita ngozi kwa ngozi kwa ajili ya kumsaidia mtoto kupata joto na kuweza kupata kilo za kutosha tangu kuzaliwa kwake. Yule mama baada ya kujifungua yule mtoto akajifanya kama anakwenda uani nini moja kwa moja masafa akakimbia. Kuna dada moja anaitwa Rukia amejitokeza. Yuko nako pale kitandani mpaka kale katoto sasa kamepata zile kilo za kutosha. Kwa hiyo kilichopo ni kwamba yule Rukia amekubali yule mtoto kuwa wa kwake. Nimetoa ahadi pale juzi nikasema yule Rukia sasa tumwangalie kwa kila anachohitaji, tumsaidie kwa sababu ya wema wake.
wa kumlea na kumfanya yule mtoto kuwa wa kwake. Sasa huyu mtoto ameachwa katika umri ule. Na analaumiwe? Kwa haraka haraka tunamlaumu mama. Lakini baba yuko wapi? Lakini sijui jamii, vitu vingine vingi sana. Kwa sababu wakati fulani unaweza kukuta tunamlaumu lakini kumbe ni mtu mwenye ugonjwa wa akili na vitu vingine vya namna hiyo. Amekumbuka kwenda hospitali kujifungua ili mtoto awe salama, yeye akalala mbele. Ni vitu fulani vya namna hiyo. Kwa hiyo wakati fulani unapolaumu kitu, unatakiwa uwe wa mwisho ili kuweza kujua sababu mbalimbali. Sasa hiyo ndio ambayo tunaiangalia sana kwa sasa ili kuhakikisha kwamba mambo yanakwenda vizuri. Vijana wa mtaani. Kwa hiyo hili nafikiri na sisi tulichukua zaidi kutengeneza data vizuri ili kuhakikisha kwamba vijana hawa tunawa monitor na mwisho wa siku wasiweze kuwa na madhara katika taifa letu. Lakini pia nimeulizwa swali hapa kwamba unafahamu kijana wetu Polepole alipo na labda tumefanya nini, tumesha labda kwenda kumtembelea yule mama. In fact mimi kama mkuu wa mkoa, katika matatizo ndani ya mkoa yako mengi sana. Yani huwezi kukwenda, yani you can't foot everywhere and let your legs wet. Katika kukwenda kila mahali wewe unakwenda tu kila mahali, hiyo sasa itakuwa sio administration, sio utawala huo. Lakini ukweli ni kwamba Polepole si alikuwa balozi. Mimi kama mkuu wa mkoa sielewi alijiuzuru akiwa nchi gani. Na mimi kama mkuu wa mkoa hakuna sheria yote inayosema ukitoka kwa balozi uje uripoti kwa mkuu wa mkoa sasa kwa ajili ya usalama wako. Sina hizo profile. Na wewe mwenzangu ulivyokuwa unasikia kwamba Polepole yuko si wapi, na mimi nilikuwa nasikia hivyo hivyo. Na nilipokuja kusikia kwamba sasa Polepole sio amechukuliwa, na mimi nasikia tena vile vile. Kwamba kumbe alikuwa Dar es Salaam. Mtu mmoja ananionyesha kwa kamera kamoja kanasema alikuwa anasema hapa ni wapi? Lakini wakiangalia wanasema hapa si pale kwenye ile sanamu ile, si ndio? Lakini nikasema sawa, sasa kwenye sanamu inawezekana ikawa ni picha iliyopigwa leo, iliyopigwa jana. So generally ni kwamba sina connection yoyote nayoweza kuifafanua sana kuhusu maisha ya ndugu yangu Humphrey Polepole. Lakini kikubwa na mimi nimekuwa mfuatiliaji toka kwenye YouTube, anachokieleza kuna siku amenitaja pale na nikasema ngoja ni check na mimi kwenye YouTube. Nikaona tu huku kote hakuna kitu kinachokuonyesha kibao tu kwamba hapo ni wapi, hamna. Basi linalo nihusu na mimi nikalichukua na mimi nikaendelea kulifanyia kazi. Basi kwa hiyo majibu yaliyotolewa na jeshi la polisi kuhusiana na mambo yote haya yanayohusiana haya, basi tuwape muda kama ambavyo wameahidi katika masuala ya kiuchunguzi kujua alikuwepo, alikuwa nyumba gani kama ambavyo imetamkwa na vitu vingine vya namna hiyo. Sisemi kwamba jeshi la polisi limepuuza. Jeshi la polisi ni wavumilivu, wataendelea kufanyia kazi. Na kama nilivyosema, upelelezi wa jambo lote ni issue ya teknolojia. Pengine Marekani anaweza kupeleza jambo lake very likely ikawa quite different na mimi ninaweza kupeleza jambo langu kwa sababu mambo ya teknolojia. Leo kwa mfano tulivyokuwa tunaangalia sisi Dar es Salaam, jambo lililoibiwa au vitu vilivyovunjwa tunavipata kwa sababu ya footage ya mtu aliyefunga kamera. Why about ambaye hakufunga kamera? Tunaanza kubishana. Hata kwenye mipira zamani mnakumbuka, tulikuwa tunajipigia tunajibutulia tu goli go, alafu refa anawaza anasema basi hili iwe goli. Lakini leo imekuja kitu kinaitwa VAR. Watu wanakwenda ndani, wanasikilizia, wanaiangalia, wanasema mpira katikati ni goli. Hiyo ni teknolojia. Teknolojia ni jambo la muhimu katika kusaidia uchunguzi na upelelezi wa jambo lolote. Technology, time, audience, context, environment, vyote kwa pamoja ni vitu ambavyo vinaweza vikasaidia na vikarahisisha. Lakini plus human capital pia ulionayo. Vyote vitu kwenye combination, vyote hivi vinasaidia ili kupata jambo ambalo ni zuri zaidi. Lakini jambo nyingine ndugu yangu Deo, je, kutakuwa tena na curfew na tutegemee? Anyway, unajua jambo hili wanasema inategemeana na jambo lenyewe litakavyokuwa. Unajua kuna watu wamekaa mahali wanafikiri kwamba polisi anatamani sana kuona watu hawa wako sio wapi. Nataka niwathibitishie ndugu zanguni, hata sisi hatutamani hata kidogo. Na tunatamani sana kuona taifa limebaki katika usalama vile vile. Na ndio maana tunaendelea kutoa elimu kuhusiana na masuala ya amani. Ukiangalia hata watu wangu wote wanatoa elimu ya mambo ya amani. Kwamba ndugu zanguni, na mimi niwahi kusema siku moja. Na hii tunasema kwa sababu ya mkoa wetu wa Dar es Salaam. Mkoa wa Dar es Salaam huu ni potential. Ni potential kwa namna gani? Nimesema Dar es Salaam hapa, kama kuna shehena, kuna meli iko out anchorage kule, imebeba madawa, inakuja kushushwa hapo. Halafu tumefanya fujo. Meli hata ikija kubathi pale,
kama hakuna operator wa zile ship to shore gantry cranes zile, hiyo ngoma haishuki. Yale madubasha yale mamikono yale yanashusha container, inashuka hapa chini. Kama operator yuko nyumbani, hiyo ngoma haishushi. Na mle ndani imebeba madawa, imebeba vyakula, au imebeba vitu gani? Madawa maana yake watu watapata dawa. Lakini kama tumefunga barabara, kama mlikuwa mnaona, wanasema chakula hamna. Ni kweli Dar es Salaam tulimi. Tunategemea sisi kule. Sisi ni market ya mazao yanayotoka mikoani. Lakini yanaingiaje mikoani? Kama Dar es Salaam tumepaharibu, chakula kiwezi kuingia. Kwa hiyo Dar es Salaam ni lango, ni kama outlet na inlet ya vitu vingi. Sisi ni market, lakini pia sisi tuna source nje vitu vyetu kuingia hapa. Lakini vinapotoka huko Ulaya na sehemu zingine China vinafikia hapa kwetu. Ndio tunafanya hizo shughuli zote za kwenda kudistribute kwenda kwa wenzetu. Kwa hiyo hatukienda Kongo leo, ndugu zanguni, watapigana kote. Lakini kuna miji haiguswi. Uongo kweli? Kuna miji pale Kongo haiguswi. Ile sporadic political squabbles that's going on every day, every time, pale huwezi kabisa ku-experience. Kwa sababu wameprotect kwamba ndio miji sasa yanayoweza kulinda uchumi wa taifa lao. Kwa mimi ukiniuliza kabisa, frankly from my heart, ukiniuliza habari ya Dar es Salaam, yani wakati fulani mpaka najiuliza, ina maana mtu hawezi kujua tu umuhimu wa mkoa huu kiasi kwamba ukiutandika mkoa huu, tukaufunga mkoa huu, umefunga almost all regions of Tanzania. Kama mikoa yote tumeifunga hapa, hakuna kitu tena hapa kitafanyika. Ambulance inakuja imebeba wenzetu ambao wanatakiwa wapate wawe attended hapa kwa referral katika haya hospitali, hawatakuja. Mimi nishuhudia Muhimbili pale, doctor, a very good surgeon, amesema mimi hapa ndani sitoki. Tumekwisha ambiwa tukae ndani, sitoki. Sasa unakuja human resource officer, unasema namtimua kazi huyu jamaa doctor. Sasa unamtimuaje kazi doctor wakati tumekwisha sema kwamba kaeni ndani? Sasa ndani ipi? Yule amekaa ndani na huku nako kuna mtu ambaye anatakiwa afanywe operation ili asife. Katika mazingira hayo hakuna namna utafanya, na huwezi kwenda kumshtaki doctor kwamba ameharakisha kifo cha yule mgonjwa. Impact zake ni multiple. Basi ndugu yangu Makungu, tumepokea ule ushauri. Ndugu yangu Makungu, tumeupokea ule ushauri ambao na kwa wahariri pia umeuzungumza. Lakini mimi nikiri tu kwamba ndugu zangu wahariri, kama mtaweza, na mimi kwa ushauri wangu, mnaweza mkatengeneza ratiba ya kudumu ya matukio ya kuonana kati ya serikali na wahariri katika ngazi ya mkoa, whether ni kwa miezi 3 au kwa miezi 6. Na mimi kwa kufanya hivi, kama nilivyosema, tunatamani sana opinion. Halafu nyinyi mnafahamu, ukikutana na doctor expert unaanza kupona. Wakati fulani hata sisi tukiwaga na vijana wangu hawa wa habari huko mitaani, kila siku huwa nawaambia wasaidizi wangu, jamani, kaeni na waandishi wa habari muwaambie. Wengi huwa wanafikiri natamani wao wananiandika labda mimi labda in a very positive manner. Hapana. Nacho kizungumzia ni kwamba kitu kitakachochukuliwa hapa na mwandishi wa habari, kumbukeni hii ni context. Lakini mambo yetu haya yanasikilizwa na mtu wa Katavi, lakini anasikilizwa na mtu wa Katavi bila context hii kuwepo. Kwa hiyo hakuna interpretation ya jambo unaloweza kulifanya out of context. Kwa hiyo kule wakati fulani huwa tunakuwa roho juu kwa sababu tunajua kuna vijana nao wameanza kuchipukia katika kutafuta ujira. Yuko na kasimu, yuko na kamera, anaweza kujiripotia kitu chochote, yeye ndio baba, yeye ndio mama kwenye chombo chake, na kinapeperuka kinakwenda moja kwa moja kule. Lakini tukiona kuna intervention ya wahariri, tunajua kabisa kwamba kitu hiki kimechekechwa. Na ndio maana ukiita watu wa ITV, TBC, unaona kabisa kwamba pale kuna watu ambao wanakwenda kuiblock ile message kwanza, waisome, waone mantiki, waihariri, halafu ndipo waitoe kwa ajili ya masuala ya taifa letu. Chombo cha habari ni hatari. Twende hapo Kigali, nini kilitokea? Mnafahamu 1994. Twende sehemu zingine, mnafahamu. Kwa hiyo sisi tukicheza tu kidogo. Kwa hiyo mimi najisikia fahari nikiwa na watu ambao wana uweredi mkubwa katika taaluma hii. Mtatusaidia pia, not only wao, hata sisi. Leo Mheshimiwa Rais amemteua
ndugu yangu Machumu kuwa pale ofisini. Katika hali ya kawaida mwezi mkajua tu nini kiko pale, nini kinachotafutwa. Ni makuzi na weredi wa masuala ya habari, ndicho kinachotafutwa pale, ndicho anachohangaika nacho pale Mheshimiwa Rais pale, kwamba ina maana ofisi labda Mheshimiwa Rais itakuwa tu ni kuripoti kwamba Chalamila ameteuliwa, Chalamila amefanya hivi. Hapana, nadhani ni role ya ziada. Kwa hiyo ukiangalia ile mjue kabisa kwamba Mheshimiwa Rais ana value integrity, brainy, critical thinking walizonazo pia wahalili, walizonazo tasnia hiyo. Na ndio maana unakuta hata Zanzibar Dr. Mwinyi alimchukua yule ndugu yetu marehemu. Ukiangalia uweredi wake, wale watu ni mbingu na ardhi kabisa, na ambako sisi watu tunaogelea huko, wala uhitaji kueleza mambo mengi. Kwa hiyo tukiwa tunakaa kwa pamoja hivi tuna solve, lakini pia hatutengenezi uadui. Na hiki mlichokizungumza kama siku nyingine, kama juzi mmesema lazima magari, waandishi wa habari labda wangekuwa kwenye gari ya polisi na nini. Kwanza hata usalama wenyewe hiyo gari ya polisi, bunduki yenyewe inatokea wapi, sijui inafanya nini? Yani mwandishi kwa unakwenda lakini bado umeshika roho juu. Unajua haya mambo ndugu zangu, anyway ni rahisi kuyazungumza tu kwa sasa na nini, lakini pengine labda tutajipanga, labda atuombei, labda kija kutokea waandishi mtakuwa mahali, labda mtatupigia simu, labda mwe pamoja mahali, labda mkae tuambatane kwa pamoja, basi liwe hivyo, kwa sababu tunataka kuchukua taarifa. Kwa sababu taarifa kweli ni muhimu sana, lakini mambo na Jamhuri ya Muungano wa Tanzania